اقرأ جلوبال ميديا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shukurani za dhati zinamstahiki Mwenyezi Mungu mpweke, mwenye sifa kamilifu. Tunakiri upweke wake daima, ya kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Pia tunakiri utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba ni utume wa haki, japo kuwa ni kero kwa wale waliomkufuru Mola wao. Rehma na amani zimwendee yeye na ahali zake, pia na sahaba zake na wote watakaomfuata kwa wema hadi siku ya malipo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie sote tuwe miongoni mwa hao waja wa Allah. Ninakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu mpweke, kama alivyohusia Allah subhanahu wa ta'ala kwa waaminifu: enyi mloamini, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, lakini pia msiondoki duniani wa ila dini yenu ni Uislamu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala katika usia wake kwa waaminifu: enyi mloamini, mcheni Mwenyezi Mungu na mseme kweli, malipo ni mengi kwa wasema kweli. Miongoni mwa hayo atakuongozeeni shughuli zenu, mikakati yenu, mipangilio yenu, na atakusameheni pia madhambi yenu. Bila shaka yule atakayemtii Mola wake atafuzu kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Watukufu wa Islam, tunaichukua fursa nyingine katika wiki tukufu ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, kama tulivyokuwa tumeizungumza wiki iliyopita, katika malengo ya kuhusiana kheri na kuongozana katika njia iliyonyooka na kulinganiana kwamba tumche Mola wetu, tuepuke maovu, madhambi, tuepuke mabalaa asiyoyataka Allah subhanahu wa ta'ala,
hasa tukiwa katika msimu mtukufu, msimu ambao yako mengi ambayo yamethibiti kutokana na utukufu wa msimu huu. Leo akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu, nataka tuizungumzie moja katika sura zilizoteremkia Maka, moja katika sura inayopatikana ndani ya msahafu